الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Baada ya kumaliza mlango wa 21 katika kitabu Riyadhus Salihin, mlango uliokuwa ad-dalalatu wal khair au at-ta'awun ala al-birri wat taqwa, na sasa tunaingia katika mlango wa 22, babu an-nasiha, mlango wa nasaha. Katika mafunzo yaliyomo ndani ya Uislamu kuna sehemu ya mafunzo yanayojulikana kuwa ni nasaha, na nasaha ni kunasihiana katika mazuri na kunasihiana katika kuacha mabaya. Hii ni sehemu ya mafunzo yaliyomo ndani ya Uislamu, ambayo mafunzo haya yanamtaka kila Muislamu ajibike nayo, awe anajijua kwamba nina wajibu wa kumnasihi mtu pale panapoharibika, na yule ambaye ananasihiwa ajijue kuwa ana wajibu wa kupokea na kusikiliza nasaha hizo na kuzifuata. Yule mwenye wajibu wa kunasihi kama hakunasihi na hali aliona mambo kwa mwenzake yanaharibika, na uwezo au ilmu na maarifa ya kunasihi akawa nayo, atakuwa amefini neema mojawapo katika neema alizompa Mwenyezi, na itakuwa ameacha mafunzo maalum katika dini ya Kiislamu. Na yule ambaye alinasihiwa imma kwa kufanya mema au kwa kuacha uovu, halafu kibri kikampanda asikubali nasaha, au akamdharau yule ambaye anampa nasaha zile kwa kumuona labda yuko chini ya umri kuliko alivyo yeye, au akamuona labda kima chake cha ilmu hakilingani na ambacho anacho yeye, au akamdharau kwa sababu ya uwezo wa kidunia wa kumiliki mambo, au alimdharau kwa sababu ya ukoo wake si ukoo wenye kujulikana wa halumma jarra, na hivyo hivyo. Kwa hivyo huu ni mlango wa nasaha, na kwa hakika maulamaa wamesema hapa katika mlango wa nasaha ndiyo madaru islami kulli, mzunguko wa Uislamu wote uko hapa basi. Ni katika moja ya milango nyeti katika Uislamu, na ni katika moja ya milango ambayo imma haifahamiki na imma inafahamika, lakini watu hawakukijua cheo chake milango hii na thamani yake na umuhimu wake. Kwa hivyo wakabaki Waislamu hawa nasihiani, na wakinasihiwa wanaona kama wamevunjiwa heshima, wengine wanaona kama wamedharauliwa, wengine wanafika kuona kama wametukanwa kabisa. Na ikiwa wanao uwezo kuchukua hatua kwa yule mtu ambaye kanasihi, huu ndio mlango wa kunasihiana, mlango wa 22 katika kitabu Riyadhus Salihin. Kama kawaida yake Imamu Nawawi kwenye kitabu hiki, kila mlango huwa anaufungua kwa ma tayassara min ayati llahi bayyinat,
aya chache za Qur'ani ambazo ni munasaba na mlango huu, na katika mlango huu anafungua kwa aya zifuatazo. Qala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, a'udhu billahi minash shaitani rajim, innamal mu'minuna ikhwa, hakika ya waumini wote ni ndugu. Hii ni aya aliyofungulia mlango wa nasaha. Hakika ya waumini ni ndugu, na kama inavyoeleweka, watu wakiitwa ndugu, watu wakihisabu kwamba ni ndugu, ama hakuzaliwa baba mmoja, mama mmoja, au baba mmoja au mama mmoja, wenyewe watu wa familia wanajihesabu kuwa ni ndugu, basi ndugu wale watakuwa wanakaa pamoja na kunasihiana na kupanga mashauri pamoja. Panapoharibika hukutanika, wataitana. Panapotaka michango hutoa michango kwa ajili ya jambo, ima la furaha ya mwenzao anaolewa au anaoa, au kama tokezea msiba katika familia yao, wanakusanyika, wanapanga na kupangua. Linalofaa wanalifanya na lile ambalo halifai wanamnasihi mwenzi wao. Hii ndiyo jamii ya watu wanaoitwa ndugu. Imamu Nawawi ameikuta aya ya Qur'ani isemayo innamal mu'minuna ikhwa, kabla ya kuingia kwenye hadithi za Mtume, anaiweka aya hiyo ndiyo fremu yake. Kwa hakika waumini wote ni ndugu, na madhali wamejikubalisha kuwa wao ni ndugu, basi lazima watu wanasihiane. Aya hii imeendelea kwa kusema faaslihu baina akhawaykum, ilivyokuwa waumini wote ndugu, basi patanisheni, au faaslihu, tengenezeni basi baina akhawaykum, kati ya huo udugu wenu. Udugu wa maneno tu, hebu tengenezeni kati ya udugu wenu ionekane kama ndugu kweli. Na Mtume wa Mwenyezi Mungu ameuweka udugu wa kidini kuwa ni aqwa, kaufanya una nguvu zaidi, kaufanya ni madhubuti zaidi kuliko udugu wa mtu kuzaliwa na mwenziwe. Hata itafika wakati wale ambao wamehitilafiana katika itikadi, mmoja Muislamu na mmoja si Muislamu, awe anaitakidi dini yoyote nyingine ambayo si Muislamu, basi Uislamu pale unaharamisha kurithiana. Hawafai hata kurithiana mali, mmoja akifa na mwenzie hamrithi tena, kwa sababu ya dini. Dini pale ilitenganisha mambo ya mirathi kabisa. Kwa madhubuti wa udugu ndani ya Uislamu, hivyo ndivyo ulivyo. Kwa hivyo innamal mu'minuna ikhwa, hakika si vinginevyo isipokuwa hakika ya waumini. Hakika ya nani? Hakika ya waumini. Mwenyezi Mungu hapa hakulitumia tamko la Uislamu, hakusema innamal muslimina, hakusema innamal muslimuna, amesema innamal mu'minuna. Iko daraja tofauti baina ya kusilimu mtu akawa Muislamu na mtu akapanda daraja ya juu zaidi akawa mwenye kuamini. Hii kujikubalisha mtu mu'min kwamba yeye ni ndugu na mu'min mwenziwe ni katika daraja kubwa, si rahisi kuifanya mtu yoyote. Mu'min, kumhisabu mu'min kuwa ni ndugu yake, ikawa anajihisabu kwamba ni sehemu ya mwili wake ndugu yule, akawa anaijali dhikri yake alionayo, na akawa inamfurahisha furaha yake, inamfurahisha mwenziwe na yeye pia inamfurahisha. Hii kwa hakika siyo daraja ya kuchezea, yataka imani. Tena imani yenyewe siyo ile Mwenyezi Mungu anayozungumza kwa lugha mbaya. Lugha mbaya namna gani? Mwenyezi Mungu anasema wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin fa in asabahu fitna inqalaba ala wajhi, in asabahu khairun itma'anna bihi. Ikimfika yeye kheri anatulia katika imani ile, anatumu, ana mambo yamekaa vizuri, chakula sawasawa, afya nzuri, hapo mtani wote. Lakini asabahu fitna, ikimfika yeye fitna inqalaba ala wajhi, ugeuka katika sura imani ile, akenda kwingine, anaachilia mbali mambo ya Mungu. Kwa imani kama hii inakuwa Waswahili wanasema imani imekalia kutikavu la mnazi. Kutikavu la mnazi wakati wote litaanguka, na kama utasimama chini ya mnazi huo, mtu
mzima atakuhadharisha, atakwambia ondoka, kutiliza kazi sikaja na watoto watakomtikezi hapo, kutiliza kazi na nyingine hapo. Imani ya mtu inakuwa kama ni kutikavu kwenye mnazi, wakati wowote atadhahiri imani atakwenda kwingine. Imani kama hii Mwenyezi Mungu anaihesabia khasira dunia wal akhirah, huko ni kufasirika kwa dunia na akhirah. Dhalika huwa al-khusran al-mubin, na huko hasa ndio kufasirika kubwa. Akazungumza imani hiyo, imani ya kumfanya Muislamu mwenzake ni ndugu yake, akawa anajali dhiki zake, akawa inamfurahisha furaha yake. Hii ni imani kubwa mno, si imani ya kuzungumza kwa mdomo. Wangapi waliokuwa Waislamu hawapendi furaha alionayo Muislamu mwenziwe, anataka imuondokee. Inamudhi furaha ya Muislamu mwenziwe. Tena furaha hiyo hata kama ni katika mambo ya kimaumbile, Mwenyezi Mungu anatoa watoto, anampa mtu riziki ya watoto, Muislamu mwingine anachukia, kwa nini anazaa sana? Kwa nini hali yake nzuri? Kwa nini anakwenda vizuri? Kwa nini anakwenda vizuri? Ndiyo maana Mwenyezi Mungu hapa kutumia tamko la Uislamu, ametumia tamko la imani, kwa sababu innamal mu'minuna, hakika waumini wao ndio ikhwatu, ndio ndugu. Waislamu bwana bado hawajafikia daraja ya kuitwa kuwa ni ndugu. Wanaweza kuwa wakifahamu nini maana ya Uislamu, nini thamani ya ndugu wa Uislamu. Wanaweza kuwa wakifahamu nini maana ya kuswali pamoja, nini maana ya kurukuu pamoja, kwenda kwa mpango, sijida, rukuu, itidali, nini maana yake. Wanaweza Waislamu wakifahamu, lakini waumini wanajua ile maana. Imam Nawawi ameiweka aya hii mbele kabla hajaanza kuzungumza hadithi za Mtume. Kwanza anafahamisha Mungu amesema hakika ya waumini ni ndugu, na mtu na ndugu yake waliokuwa ndugu kweli hasa huwa hapendi ndugu yake haribikiwe. Atafanya kama anavyoweza, akipata nafasi ya mamlaka katika ardhi atahakikisha anafanya privatization kwa ndugu yake, atamtafutia kazi, atamweka palipokuwa pazuri. Kila akisikia ndugu yake na hali mbaya atahakikisha kama ndugu yake anamzuri. Basi katika Uislamu iwe zaidi kuliko udugu wa mtu kuzaliwa na mwenzie. Mwenyezi Mungu ameweka imani kuwa ni ndugu. Akaendelea na aya ya pili Imam Nawawi, wa qala ta'ala, akasema tena Mwenyezi Mungu vile vile safari hii amesema Mwenyezi Mungu ikhbaran, aliyakuwa anatoa habari an Nuhin, kutokana na mtume wa Mwenyezi Mungu Nabii Nuh alayhi salam. Nabii Nuh alikuwa akiwaambia jamaa zake, mwisho akatumia neno wa ansahu lakum, na natoa nasaha kwenu. Na mtu anapotoa nasaha inakuwa ni kitu kizito. Nasaha inakuwa ni jambo mtu kalitoa ndani ya moyo. Nasaha inakuwa ni maneno anayoyatoa kwa imani, insafu, mapenzi makubwa aliyonayo. Anataka kukitoa kikundi fulani katika maharibiko, anataka kukiweka katika mambo mazuri, mambo ya uongofu. Nabii Nuh alitumia maneno, kila akisema aaminiwi, kila akisema akubaliwi. Kama anavyosikitika mwenyewe Nabii Nuh kwa Mola wake, anasema wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum, Mola wangu wewe, mimi watu hawa kila nikiwaita katika mambo ya uongofu ili wewe upate kuwasamehe, ya'alu asabi'ahum fi adhanihim, wanaweka vidole vyao ndani ya masikio yao kufanyia sikizai, yani hawasikii ninayoyasema. Wastaghshaw thiyabahum, na mwisho wanajifunika gubigubi maguo yao, hawatakata kuniona. Wa asarru, na hushikilia yale walionayo hatakuyawacha. Wastakbaru istikbara, na wakajivuna kujivuna kukubwa. Thumma, kisha baada ya hapo mmesikata tamaa. Inni da'awtuhum jihara, huwaita mimi jahara bisu'i, waziwazi hivi qadamun nasi. Thumma inni a'lantu lahum, kisha mimi ninawadhihirishia waziwazi. Wa asrartu lahum israra, na huwafanyia siri iliyokubwa kabisa. Natumia kampeni ya mtu na mtu, na mwendea mtu mnaohisi kwamba huyu kidogo katulia, mtu mzima na heshima yake, nakwenda kusema naye peke yake kwa siri, haisaidiki. Takuntu,
nawaambia watu jamani, istaghfiru rabbakum, hebu mtakeni maghfira mola wenu, innahu kana ghaffara, huyu mola wenu amekuwa ni msamehevu. Basi Nuh ametumia maneno yote hayo, mwisho akawaambia watu jamani, anakwambieni mimi wa ansahu lakum, nami nakunasihini, wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun, na katika nasaha zangu mimi ni mtume hivyo, nayajua mambo mimi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, mambo msiyojua nyinyi. Hapa takuja adhabu, hapa mtaadhibiwa hapa kama mkunisikiliza mimi sasa natumia nasaha na kunasihini, na maana kunasihini na kupendeleeni kheri ndugu zangu, na kuoneni uchungu, sitaki mharibikiwe, sitaki mwangamizwe. Wa ansahu lakum wa an Hudin, na vile vile Mwenyezi Mungu amesema tena kuhusiana na mtume Hudi alayhi salamu, anawaambia watu wake, wa ana lakum nasihun amin, na mimi kwenu nyinyi ni mwenye kutoa nasaha mwaminifu. Msije mkanifahamu pengine, mimi sikusudii kwamba ninakukatazeni maovu, labda mnaona mnafaidi muyawatenyie nifanye mimi, la. Wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu, mimi si kama ninataka nichukue nafasi ya kuyatenda mambo ambayo ninakukatazeni niyafanye, isipokuwa mimi lakum nasihun amin, mimi kwenu nyinyi ni mwenye kutoa nasaha aliye mwaminifu. Na kuna siri mazuri. Hizi ni aya ambazo tutatanguliza katika kufungua mlango wa nasaha. Sasa tunaingia katika upande wa hadithi. Wa amma al-ahadithu, amma kwa upande wa hadithi, fal awwalu, hadithi ya mwanzo, an Abi Ruqayyah, kutoka kwa baba yake Ruqayyah, Tamim ibn Aus, ambaye kwa jina anajulikana kuwa ni Tamim ibn Aus ad-Dari wa kabila la Dari radiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amuyarazi, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, anasimulia bwana huyu ya kwamba mtume akasema, ad-dinu an-nasiha, dini yote kwa hakika ni kunasaidiana, hakuna nasaha, hakuna dini. Ad-dinu an-nasiha, dini ni kunasaidiana, dini ni nasaha. Hapana nasaha, hapana dini. Na tuswali tunavyoswali, na tufungi tutakavyofunga, halafu na tutoe mali zetu zakat tutakavyotoa, kisha na wenye uwezo twende tukahiji tutakavyohiji. Lakini kama tutaliacha jambo moja hili la kupeana nasaha, basi Mwenyezi Mungu hahesabu kitu chochote katika yale yafanywayo, kwa sababu ad-dinu an-nasiha, dini ni kunasihiana, dini ni nasaha. Alipotamka maneno haya mtume wa Mungu mbele ya maswahaba ambao ni Waarabu, wanakijua Kiarabu, miongoni mwao kabla ya Uislamu walikuwa wakijua kusoma na kuandika, kwa hivyo walizijua mpaka fani za ushairi, na wengine walikuwa ni mabulaghahu wenye fani za balagha, wakizungumza basi upende amalize, na wanazungumza katika mifumbo ya ndani kwa ndani. Maneno mafupi haya, tamko kuanzia ad-dinu kwa alifu na lam, halafu kuja tena nasaha kwa alifu na lam, zote zimekuja katika definite article. Imetumika kitu maalum hapo. Dini inazungumzwa siku zote, dini, lakini hapa ni special case. Ad-dinu, hiyo dini mloikubali, huo Uislamu, an-nasiha, basi ni nasaha. Maneno haya wale masahaba yaliwapiga ndani ya bongo zao barabara, wakawa attention. Ina maana kila kitu tunachokifanya bado hatujawa sisi wanadini barabara kwamba dini sasa ni nasaha. Kwa sababu hiyo kulna, wanasema masahaba, tulisema kumuuliza mtume hapo, liman hii nasaha ni kwa ajili ya nani? Nani anasihiwe na kwa ajili ya nani anasihiwe? Maana maneno yalikuwa ni mawili tu, ad-dinu an-nasiha, dini ni nasaha. Lakini liman, na wao vile vile suala lao lilikuja vile vile kwa ufupi kiasi ambacho mtume naye alifahamu ni kitu gani anauliza. Qala, mtume
akawajibu lillahi, nasaha hizo ni kwa Mwenyezi Mungu, walikitabihi, na ni kwa kitabu chake Mwenyezi Mungu, yani kwenye maneno yake. Utafasiri yote hiyo lillahi maana yake nini, utafasiri vile vile walikitabihi maana yake nini, na vile vile mtume akasema walirasulihi, na hizo nasaha zenyewe ni kwa ajili ya mtume wake, na pia waliaimmatil muslimina, na kwa maimamu na kwa viongozi wa Waislamu, na pia waammatihim, na wote Waislamu wameungana na Bwana. Hakuna aliyevuka manani, kila mmoja amefungwa katika jambo la nasaha. Mtu na mkewe, mtu na mwanawe, mtu na mumewe, mtu na mama yake, mtu na anaosali naye pamoja msikitini, mtu na classmate wake, mtu na teammate wake katika mpira wao wanacheza. Lazima wanasihiane kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kitabu chake na mtume wake na viongozi wa Waislamu na wote kwa jumla, waamatihim, na wamehusishwa hapa Waislamu wote kwa jumla. Aliposema mtume ad-dinu an-nasiha, kalimatu an-nasiha, neno nasiha, neno hili kalimatun yu'abbaru biha, neno hili ni chombo maalumu ambacho hutumika kwa neno hilo ala iradati lkhairi, juu ya kumtakia kheri, lilmansuhi, yule mwenye kunasihiwa. Huambiwa tukapewa nasaha, yani katakiwa mambo mazuri yafanye. Imeonekana kama anaharibika vile, imeonekana labda kachelewa kuoa wala uwezo wanao, wanatokea watu wanasema naye haraka sana, wanaishi vitu kama hiyo. Wewe mtu bwana umezaliwa bwana, wale hapa takuna kuzaa vile vile. Hivi sasa wanatamaa watu kwamba atakawajukuu na hivi na hivi. Hata heshima yako itakuwa vipi na kama hii? Utaingiaje kwenye nidhamu uswalishi, alafu baadaye watu wanakuona lakini anamke yule, watu wanatia na kuuliza, na alafu wanadhani ndani mambo ambayo unayo, lakini kuna wanashinda wakati anakaa vile kwa namna gani? Au watu wanakuona na desturi kadhaa, wanasema watu wanasaha. Kwa hivyo kalimatu an-nasiha, neno hili kwa hakika yu'abbaru biha, ni chombo maalum kinaabiriwa, hutumika kama ni kivuko, an iradatil khairi, katika kutaka jambo zuri kwa mtu, lilmansuhi, kwa yule ambaye ananasihiwa lahu, mtu huyo. Wa aslu nashi, na asili ya nasaha bilughati, katika lugha ya Kiarabu. Asili ya kitu nasaha, kunasihiana. Asili ya nasaha ndani ya lugha ya Kiarabu, asili yake al-khulus, ni kuokoa. Unapompa mtu nasaha, ina maana unamuokoa. Mtu anazama, anateketea, anaangamia, wewe kwenye kutoa nasaha baada unamuokoa mtu katika janga. Na yule mwenye kunasihiwa anaokolewa katika janga, anaokolewa kwenye kuangamia, anaokolewa ndani ya maharibiko, anaokolewa ndani ya hasara. Hizi nasaha zinakwenda kila upande. Hata kama unahisi mtu kwamba atafilisika katika biashara yake, unatokezea upendelei afilisike, unamnasihi, hapa itabidi ufanye hivi. Kwa sasa biashara hii teremsha bei, usiweke faida nyingi sana, bora kutia bali mpya, kwa sababu kitu kaza. Kumtakia maharibiko Muislamu mwenzio, ana mke na watoto na hivi, unamnasihi. Asili ya neno nasaha al-khulus, ni kuokoa. Wa minhu, na katika neno hili nasaha inapatikana sentensi ya Kiarabu. Kwa mfano, mtu anasema nasahtu al-asala, nimeinasihi asali. Sio kwa maana nimeinasihi, nimesema nawe wewe asali, wewe ndio mimi nikufanya hivyo, asali una tabia la. Hasemi nayo hivyo maana ni kitu ambacho si binadamu, sina akili. Anaposema nasahtu al-asala, anakusudia nimeiokoa asali, au kwa maana nyingine nimeisafisha. Wakati gani huo? Idha safaituhu, wakati nilipoisafisha asali ile,
mina shafi, kutokana na uchafu ulioganda mle kama nta na nini, vumbi jingi sana, nyuki wameganda mle na hivi. Wa khalaftuhu minhu, na kwa hivyo nikaitakasa ile asali kutokana na kazile. Pale Waarabu wanatumia khalaftu al-asala au nasahtu al-asala, nimeinasihi kwa maana nimeitakasa, nimeiokoa asali, nitaisafisha, sasa tayari kwa ajili ya kuuzwa na kutumia na watu, kutumika na watu. Waqila, na pia pamesema neno hili an-nasiha ma'khudhun min nushi rajuli thawbahu, limechukuliwa kutokana na kusafisha mtu nguo yake. Idha fasahu, pale anapoishona, kaiokoa nguo kwamba ilichanika kidogo imefumka, na kama atasita kuifuma pale, matokeo yake ni kwamba ataikosa kabisa, maana imeanza kidogo. Kama atachelewa pale kuisitiri, kuifuma haraka ikaweza kumsaidia tena baadaye, basi baada ya siku tatu ile nguo itaongezeka kuchanika zaidi. Ndiyo Waingereza au William Shakespeare labda na wengine wakasema to stitch in time is 9, kuweka kisibo cha haraka katika wakati wake inaokoa virakati saa kama vile. Na Waswahili nao pia wanao usemi huo, usipoziba ufa utaujenga ukuta mzima. Kwa hivyo neno hili pia limechukuliwa kutokana na mtu kuizuia nguo pale anapoishona, pale ilipochanika, basi imekuwa nguo ile qad nasaha thawbahu, ameiokoa nguo yake. Na maneno asili yake inapokuwa hiyo, sasa binadamu mwenzako inakuwa kama amechanika, na sasa unamkimbilia kumnasihi ili kumzuia asiendelee kuraruka zaidi. Mathalan, unamuona mwanao katika eji alionayo miaka 12, 13, 14, anaanza kuvuta sigireti, anapewa vipisi mitaani na wale watu wake wa baraza yake. Kwa kuwa baba mtu ni maji yake ya kunywa yale na ni ustaarabu wake na kazoea, kaanza vile na yeye akiwacha kuuziba ufa ule, ataukuta baadaye atashindwa kusimamisha ujenge. Pale anatakiwa atoe nasaha kwa maana ya kuokoa. Pale ile nguo inaanza kuchanika, kama hakuishona pale imekwisha. Vipindi vinaanza kidogo vya sigara, mara baadaye anaingia kwenye bangi hasa, na hatimaye kwenye unga hasa, na hatimaye mambo yameshindikana. Hii au hapa ndo panapo Uislamu kamili. Na ndio maana Mtume akatamka kwa maneno mazito, ad-dinu an-nasiha, dini ni nasaha, asiyekuwa na nasaha ana dini. Bado hajaelewa Uislamu ni kitu gani. Sheki awe atakutumia nasaha, ananasihi kuanzia yeye na mkewe, yeye na mwanawe, na kila Muislamu. Na wapi anawapeleka nasaha zake? Anawapeleka kwa Mungu na kitabu cha Mungu na mtume wa Mungu, ndipo anapowapeleka. Kwa hivyo fashubiha, ikapewa mshauri kuitengeneza nguo isiendelee kuchanika zaidi. Huu ndo mshabaha wake. Fashubiha, lakini pakatolewa mshabaha, fi'lu nasi, kitendo cha mtu mwenye kutoa nasaha, bima yataharrahu, katika yale ambayo anajihimiza lilmansuhi, kumpa yule anonasihiwa lahu, imepewa mshabaha biislahi sawi, kwa kuitengeneza nguo. Mshabaha wake ni mtu kuitengeneza nguo, anajizuia isiendelee kuchanika zaidi, maana imeanza kutudogo ama imeanza kufumuka tu pale palipochorwa, basi kama hakuchukua hadhari ya kupitia uzi mara ya pili, ni kwamba nguo ataikosa yote. Halafu aliposema aimmatul muslimina, atawajia wote baadaye kwa mpango wa walillahi walikitabihi, nini maana yake? Lakini aliposema li aimmatul muslimina, hapa anakusudia hukamu, mahakimu, anakusudia viongozi waliotawalishwa katika mambo ya Kiislamu, kama vile amirul mu'minina au khalifa au qadhi au mufti au shekhe au imam, viongozi wa dini wa Kiislamu kusimamia mambo ya dini kwa ajili ya Uislamu. Na alipotumia tamko la ammatuhum, sairul muslimin
na pale imekusudiwa Waislamu wote waliobakia, ghairu hukamin, ambao si viongozi vile. Kila mmoja kahusika na jambo zima la naswa, na hapo ndipo Uislamu ulipojengeka. Maana kwanza unapita kwenye nguzo tu peke yake, tano zile za ibada, halafu ndani kuna mambo makubwa unaingia mpaka unakutana na naswa. Kidogo kidogo unaanza kwanza kutambana kama mtoto anaanza kurukia vile. Unaambiwa kwanza utekeleze nguzo tano tu kwanza peke, halafu utakwenda kwenye Uislamu ndani huko, halafu utakuja mbele kabisa unakutana na jambo zima la naswa. Jambo hilo kubwa mno na ni gumu mno, na halifanyi yoyote jambo hilo wala hakubali kufanyiwa isipokuwa almu'minu, waumini. Waumini ndio wenye sifa ya kunasihiana. Mu'min anachukua uzito wa kumnasihi mu'min, na yule mu'min mwingine anasihiwa anachukua taabu na tahamala ya kukubali kunasihiwa. Hatimaye mambo yanakuwa ni ya kupatana na kusikilizana. Panapo nasaha kwa ufupi hapaharibiki kwa Waislamu. Ikikosekana hii ndio mambo yatakayogeuka yote kabisa, hakuna kitu. Kwa hivyo tunaingia sasa katika madha yufidu alhadith. Baada ya kupata maana yake kilugha, sasa tunatafuta faida gani hasa tunapata kwenye hadithi hii. Kwanza, faida ya mwanzo, kauli ya Mtume ad-dinu nasiha, na halafu alipoulizwa na masahaba liman, akasema lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa lia'immati almuslimina wa 'ammatihi. Hadithi hii kwa hakika inafundisha kwanza wujubu nasihati ala almuslimina, wajibu wa nasaha juu ya Waislamu wote. Kila mmoja amewajibika na jambo hili, akitolitekeleza imekuwa hajafanya Uislamu wote. Na Mwenyezi Mungu anataka hasa udkhulu fi silmi kafa, ingieni katika Uislamu wote, msibakishe pahala pengo mkaacha hapa kwenye nasaha hapa kama kukamilika kwa Uislamu hapa. Liannaha, kwa nini iwe ni wajibu jambo la kunasihiana juu ya Waislamu wote? Liannaha imadu din, kwa sababu nasaha ndiyo nguzo madhubuti ya dini. Mtume katamka dinu nasiha wa qiwamuhu, na ndiyo kisimamo chake. Hiyo dini haisimami kama hakuna nasaha, itavunjika nyumba yote, itaanguka yote. Kama hakuna nasaha basi ndio zile arkanu zile za Uislamu zile katika ibadati zile. Haya mambo ya nasaha ni katika mambo ya muamalati, mambo ya maisha. Kwa hivyo kule katika ibadati kama hakuna nguzo tano Uislamu hakuna, na huko katika mambo ya muamalati kama hakuna nasaha basi Uislamu vile vile hakuna. Kila kimoja wao pasi kutegemea mwenziwe. Wahia takunu, na hiyo nasaha inakuwa lillahi ta'ala, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Hapa iliposema na Mtume kauli yake lillahi ta'ala, imekusudiwa bisihhati imani bi. Nasaha kwa Mwenyezi Mungu maana yake ni kwa kusihi imani kwake yeye. Mtu unapomtajia Mwenyezi Mungu, yaani unamtengenezea imani yake. Akikataa kurudi kwa Mungu, akikataa kufahamu kitu kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema, basi ina maana dalili ya kutosha kwamba hana imani. Uislamu wake una wasiwasi, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameweka wa masalafun fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah, na jambo lolote ambalo nyinyi mmetofautiana ndani yake, hukumu yake iko kwa Mungu. Dhalikumullahu rabbi, huyo ndo Mwenyezi Mungu mola wangu mimi, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu, wake mimi juu yake nimetegemea, na vile vile juu yake mimi ndo tunarejea. Kwa hivyo kila mfuasi wangu, Mtume anasema lolote mliotofautiana, hukumu kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo nasaha ni kutajiwa Mwenyezi Mungu amesema hivi, unampa mtu imani, pengine imani yake imepungua. Iliposema an-nasihatu lillahi, maana yake ni sihhatu imani bihi, kumtakia Muislamu mwenzako kusihi wa imani yake kwa Mwenyezi Mungu, wa ikhlasu fi ibadati, na kumtaka afanye utakatifu ndani ya ibada yake, asichanganye na chochote kingine kitabaribia mambo. Asichanganye na jambo la riya, akawa anafanya ibada kwa kuonyesha, au atende pale kwa sababu patatolewa sadaka, labda akaona mimi nitasali kidogo leo, kana kitu kitapatikana pale, akisia kama ile ibada imeharibika. Na kumtakasia
kujalia yeye ibada zake iwe kwa ajili ya kutaka radhi Mwenyezi Mungu peke yake. Hapa ndiyo nasaha maana yake lillahi, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na iliposema walikitabi llahi taala, na nasaha vile vile kwa ajili ya kitabu cha Mwenyezi Mungu mtukufu. Kitabu cha Mwenyezi Mungu mtukufu kitanasihi nini? Na mtu atanasihiwa vipi kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu? Kitabu ni kitabu, kipo tu, ndani yake mna makaratasi na hivi na hivi, lakini maana yake bitasdiki bihi. Nasaha kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu ni kukikubali kwamba kipo Mwenyezi Mungu, ndani yake mna maneno yake. Halafu mbali ya kukikubali, waltizami tilawatihi, na kulazimika Muislamu lazim akisome. Kule kukisoma kitabu cha Mwenyezi Mungu peke yake ni ibada. Kwa hiyo Muislamu ananasihiwa kila siku akisome na kutolewa maneno makali. Kwa nini usomi angalau mwezi mmoja ukapata kusoma moja kwa kila siku, juzuu moja? Hii ina maana amelazimika Muislamu kumnasihi mwenziwe na mwingine kukubali kunasihiwa ukisoma kitabu cha Mungu, na sio kutoa pesa ukampa mtu msomee hikma za wazee wangu na hivi na hivi. Wewe umelazimika kukisoma, udodose hivyo hivyo, hata Mwenyezi Mungu akuongoe ulimi wako uweze kutamka sawa sawa. Umelazimika kukisoma. Kule kukisoma kitabu cha Mungu peke yake ni ibada, mbali ile kufahamu maana yake, mbali ile ya kukifuata. Kule kukisoma ni ibada pekee. Alafu inafuatia wala amalu bi ahkamihi. Kukisoma kama peke yake hakutoshi, na kutekeleza hukumu zake zilizomo ndani yake. Hii ndiyo nasaha ya kunasihiwa mtu kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu. Halafu wa adami tahrifihi, na kuepukana kabisa na kwenda kinyume nacho kitabu hicho. Kwenda kinyume aidha kukifasiri vibaya, kwenda kinyume yaani ukaponda maana yake kwa kwingine, kwenda kinyume na kutokufuata amri zake. Wa adami tahrifihi, na kukosekana kabisa kwenda kinyume nacho kitabu hicho. Hii ndiyo maana ya kunasihiwa mtu kwa ajili ya kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kwanza lillahi wa likitabihi, na halafu inafuatia wali rasulihi, na nasaha vile vile ni kwa ajili ya mtume wake. Kwa hivyo wali rasulihi aliposema, na vile vile nasaha kwa mjumbe wake. Hapa unamnasihi mtu kwa mtume kwa namna gani? Bitasdiki bilisani, ukubali ule ujumbe wake. Utaona kama ni maneno mepesi. Muislamu mzima anasihiwe kukubali ujumbe wa mtume. Yeye mtu kishakuwa Muislamu zamani gani? Sasa unampa nasaha wa kukubali ujumbe wa mtume. Nasaha gani hizo? Bwana, hapa ndo pahala pazito kukubali ujumbe wa mtume, kitu kigumu mno. Kwani huu Uislamu mparaganyiko wake ulioparaganyika mpaka yakenda madhehebu kuliko 73. Maana yake nini? Maana yake ni kutokukubalika sawa sawa ujumbe wa Muhammad. Ukikubalika sawa sawa ujumbe huu, hakuna hitilafu. Watu wote watakaa katika laini moja tu. Unawarejesha watu, unawasihi watu kurejea katika kukubali ujumbe wa mtume. Na kikubaliwa mtume kasema nini? Wallahi watu watafunga duniani siku moja wote, na watakufari siku moja wote. Naam, ikiwa atakubalika mtume ujumbe wake. Lakini hii habari ya kitabu ina maana hapa kubaliki sawa sawa maneno yake. Watu wanataka nayo hawaamini vizuri. Watu wanatukuza maneno ya watu wengine, na mtume Muhammad kaekwa nyuma, daraja za watu wengine ziko juu. Sasa hii nasaha imemhusu kila mtu kumtaka Muislamu mwenziwe au kubali ujumbe wa Muhammad, atumie principle anazoziweza katika dawa za saikolojia ili kumfanya mwenzake au kubali ujumbe wa mtume. Maana mtume bado hajakubalika na Waislamu wenyewe, Waislamu na kafiri. Hajakubalika Nabii Muhammad na Waislamu wenyewe. Akikubalika mtume wa Mungu, hakutokuwa na fitna kwa maiti, hakutokuwa na 40 kwa maiti, hakutokuwa na hauli kwa maiti. Akikubalika mtume ujumbe wake. Lakini haya yote ni kwa sababu hajakubalika mtume alilolisema. Hizi kelele zote zinazopigwa hizi ni kutakiana nasaha, ni kunasihiana. Turudi katika kukubali ujumbe wa mtume Muhammad. Ukikubalika ujumbe huu, basi hakuna matatizo yoyote. Itakuwa ndo ile aya tulofungulia mwanzo, innamal mu'minuna ikhwa, wataishi watu ndugu.
Lakini sasa huko kuchukiana na kuuana na hivi na hivi, kudharauliana, ni kwa sababu mtume hajakubalika kaja na nini. Ana maneno mazito mno paliposemwa ya kwamba ad-dinu nasiha, mazito mno. Masahaba ilibidi waulize pale, liman? Mtume anafafanua, lillahi walikitabihi walirasulihi bitafsiri birisalati. Kuna sahia na watu kwa ajili ya mtume wa Mungu ni kusadiki ujumbe aliokuja nao, na halafu baada ya kusadiki haitoshi, wa itaati amrihi, na kutii kabisa amri yake mtume, kwa sababu al-amru yaktabi wujub, amri ina hukumu wajibu wa jambo. Mtume anapoamrisha jambo ni kupasa kutekeleza. Wa itaati amrihi, na kutii amri yake mtume. Pia vile vile watamassuki bisunnatihi, na kushikamana na mwenendo wake, kuanzia ndani ya ibada mpaka katika mambo yaliyohusiana na mambo ya tabia za kimaumbile. Ndani ya tabia za kimaumbile mtume kaweka tabia maalum, kaweka sunna maalum. Atakiwa wafuate katika sunna ile bila ya kutia ukitoa, bila ya kwenda na kurudi, bila ya kuona nitakuwaje sura yangu ni lakini mtume akasema hivyo ndio barabara. Kwa namna gani? Kwa mfano, mtume kawataka Waislamu wende kinyume na Mayahudi katika tabia ya kimaumbile. Khaliful yahudi, nendeni kinyume na Mayahudi. Nyinyi wafuasi wangu nataka muwe hivi. Ukitokeza pahala watu hawajiulizi nani yule, yaliyobaki mengine ya siri unajua wewe moyoni mwako, lakini kwa dhahiri yule pale mfuasi Muhammad sallallahu. Nyinyi wafuasi wangu wasfiru liha, fanyeni nyingi ndevu, fukeni ndevu. Lakini kwa upande wa masharubu tengenezeni, punguzeni. Wakafu shariba, punguzeni masharubu. Mayahudi wanapara ndevu zote kidevu cheupe, lakini sharubu wanaweka kama nge, na kufika mtu sako sokota kabisa. Ile ni title maalum, identity maalum. Ukimuona ni Myahudi, kidevu kimeparwa lakini sharubu zipo, Myahudi. Hii ni alama mtume kaiweka kwetu sisi. Sasa pale panatakiwa kukubali ujumbe wa mtume Muhammad katika stani ya sunna ya kimaumbile. Usije ukajiuliza itakuwaje, sura yangu itakuwaje, miaka mimi ninapara kidevu, sasa nitatokeza vipi mbele ya watu mimi na madevu, taanza vipi? Kama umeukubali ujumbe wa mtume, kama kaja kukutoa katika mushkil, kaja kukutoa katika mashimo, kaja kukutengeneza, kubali hilo vile vile. Na utaona namna gani Mwenyezi Mungu atakupamba, atakukupa haiba, namna utakapopambika sura yako ukianza kutekeleza sunna ya mtume hiyo ya ndani ya kimaumbile. Ukubali ujumbe wa mtume huko, hiyo kuparapara kidevu na tija yake nini? Hii natija mtume kaiweka na tija yake, mwanamume ajulikane. Ukifanana na mkeo wa bega, watu wajue kama ule uso wa mwanamke ule na ule uso wa mwanamume. Wewe kila ukiamka asubuhi unapara kama shine, unapara kila siku, na tija ya jambo. Maana usifanye jambo ila unajua tija yake. Na tija ya kupara kidevu ni nini? Wataka kutia podari nyekundu labda. Jingine hakuna. Labda kuna penseli ya wanja unaona kwamba utairemba remba katika nyusi na haitopendeza mpaka kidevu ukipare. Ndio maana yake. Anza ukubali ujumbe wa mtume Muhammad ndani ya sunna ya kimaumbile. Akikwambia fuga ndevu, fuga ndevu. Punguza sharubu. Halafu unamtii ndani ya ibada. Mikono anaweka juu ya kifua, basi iwe juu ya kifua. Hakuna kutia ukitoa. Hapa maana yake chini yake sisi wazee wetu, madhehebu yetu kwenye kitovu, juu ya kifua. Hii maana yake ni kukubali ujumbe wa mtume Muhammad. Watu wanadhania kukubali ujumbe wa mtume jambo jepesi. Muislamu unamnasihi nini kukubali ujumbe wa mtume? Mtu kisilimu zamani, yeye ni Muislamu tangu na tangu wazee wake. Bwana, kukubali ujumbe wa mtume una mambo makubwa. Ujumbe wa mtume Muhammad haukubaliwi na Waislamu wenyewe. Ndani ya sunna za kimaumbile sisi wengi hatukubali ujumbe wake Muhammad. Tunamwona itakuwaje? Mambo ya Kiarabu tu hayo bwana wewe. Ndevu kitu gani? Anashindwa mtu kuweka angalau ndevu angalau. Mtume kaweka hii kwa sababu ya kutambulikana mwanamume ni nani, mwanamke ni nani, heshima yake Muislamu ni hiyo. Hii ni baadhi ya mifano tu. Umeingia katika muamalati na katika ibadati. Mfano mmoja.
Basi kwa hivyo watamasuki bisunnatihi, na kushikamana na maneno wake mtume wa kila hali, wa shariatihi, na pale alipoweka sheria Muislamu atakiwa azijue na ashikamane na sheria yake mtume aliyokuja nayo. Hapa ina maana Muislamu mmenasihiana katika kwa ajili ya mjumbe wa Mungu. Ikiwa mtafanya hivyo, basi itakuwa mmenasihiana kwa mtume. Na iliposema nasaha vile vile walihukami almuslimina, nasaha iwe ni kwa ajili ya mahakimu, yani viongozi wa Kiislamu. Hapa maana yake viongozi hawa bi'anatihim 'ala al-haqqi, viongozi wa Kiislamu ni kuwasaidia kuwathibitisha juu ya haki. Kila walipoonekana wamelegea, wanakosea, wanaharibu, wanatokea Waislamu wanawasaidia juu ya kudhibiti juu ya haki viongozi wale, na kila wakati wanawakosoa, na wao wakubali kukosolewa, wakubali kunasihiwa. Saidna Umar kapanda juu ya mimbar, anawaambia Waislamu, la khaira fikum illa mtaquluha wala khaira fina illa mnaqbalha. Semeni kutuambia sisi ittaqillah, mche Mwenyezi Mungu. Umar, maneno haya Saidna Umar kayatamka wakati masahaba walikuwa habaki mno. Kwa nini kizee kimoja kimemsimamisha Amiri al-Mu'minin njiani na kumwambia maneno wao walihesabu kwamba maneno yanadharauliwa Amiri al-Mu'minin? Kizee hichi kimemwambia Saidna Umar, ulikuwa wewe kabla ya Uislamu Umaira kiumari. Usisahau, ulikuwa ni kiumari kabla ya kusilimu kwako. Kiumari hicho kinakula mgwateze, kiumari hicho ndio kama halafu wasirta ala al-islam min Umar, ulipokuja ndani ya Uislamu ukawa Umar, si kiumari tena. Na leo hii wewe umepambazuka kwa Uislamu, ni Amiri al-Mu'minina. Mimi wasia wangu kwako, mwanamke mno hapa nilipo, mtu mzima sana, karibu ninakwenda kaburini, wasia wangu ittaqillah ya Umar, mche Mwenyezi Mungu Umar. Masahaba pale walikasirika, kwa nini unapoteza wakati Umar Amiri al-Mu'minina kumsikiliza kizee huyo, hana la kukwambia lenye maana? Saidna Umar akawaambia, mnamjua nani nyinyi? Kwani huyu msimsikilize mie, huyu kasikilizwa na ufalme wa mbinguni, itakuja kwa mie basi? Au mmesahau? Huyu ni Khawla binti Tha'laba. Huyu alipokwenda kushtaki kesi ya mumewe au ibn Samiti, alipomdhihirishia kwamba ninakuona wewe sawa sawa na mgongo wa mama yangu, basi mtume wa Mungu alikuwa na mjibu Khawla akimwambia, mimi sielewi jambo jingine ila kad harumti alaihi, isipokuwa wewe Khawla umeharamika kwake, basi itakuwa haramu kwake huyo mumeo. Khawla anasikitika, anasema inna li minhu auladan, lakini mimi nimezaa naye hivyo, na kaja kanichukua kwetu mimi mtoto mdogo mbichi mchanga. Sasa zimekuja chungu nzima, mimi kwangu zimekataliwa, zikakubaliwa zake yeye, huyu kamkubali yeye, kanitoa nyumbani mtoto mdogo napendeza. Leo hii kunyaa mtu mzima mno hapa nilipo, nitazaa sana, anakwenda kuna mimi nilikuwa sana mama yake mimi. Mtume anamwambia sio ni jingine, mimi haikuja sheria yoyote isipokuwa kad harumti alayhi. Ya Rasulullah, inna li minhu auladan, mimi nimezaa naye watoto huyu. In dammathum ilayhi, ikiwa mtawakusanya kumpa yeye ende nao, watoto wale wao watapotea, mwanamume ajikulea huyu. Wa in dammathum ilayya, na nikiwakusanya kwangu mimi, jao watakufa na njaa, mimi mwanamke mno siwezi kuchuma kwa habari hizi. Mtume alipomjibu tena kwa mara nyingine ya tatu kwamba mimi sioni jingine sio kumeharamika, basi imeshuka aya ndani ya chumba cha Bibi Aisha. Bibi Aisha anasema nilikuwa sijui wanazungumza nini Mtume na Bibi Khawla mpaka baada ya kuteremka sura hii Mujadala yenye aya 22. Katika aya 22 hizo, maajabu ya Qur'ani yalivyo, hakuna sura yoyote katika sura 114, hakuna sura yoyote ambayo kila aya yake na jina la Mwenyezi Mungu la Allah bila kutumia dhamiri. Jina la Allah katika kila aya miongoni mwa aya 22 isipokuwa sura Mujadala peke yake. Kwa Mwenyezi Mungu namna alivyotukuza jambo la nyumba ya Waislamu mke na mume, aliingia kati katika mambo haya akasema qad sami'a Allah. Maana Bibi Khawla mwisho alimwambia Mtume, innani ila Allahi ashku, basi kama unajibu hivyo mimi nakwenda zangu, na sasa kwa Mwenyezi Mungu nashtaki, sasa nashtaki kwa Mungu sasa. Basi Mwenyezi Mungu alijibu qad sami'a Allah, anatia Allah, na angeweza kabisa Mwenyezi Mungu kusema qad sami'tu, akatumia dhamiri ya mutakallim ya Tayban kwamba mimi nimesikia,
lakini katumia dhamiri ya ghaib. Sasa msingula, qad samia Allahu, hakika amesikia Mwenyezi Mungu, kama kwamba anaosema mwingine na Mwenyezi Mungu ni mwingine, hali ya kuwa yeye mwenyewe anasema na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Kaula allati tujadiluka fi zawjiha, neno la yule bibi ambaye anajadiliana na wewe Muhammad kuhusu habari ya mkewe, ya habari ya mumewe. Watashtaki ila Allah, na mwisho amekwambia anashitaki kwa Mungu, basi mimi ndo Mungu mwenyewe nimesikia habari yake. Watashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma, na Mwenyezi Mungu anasikia majibizano yenu mnapojibiziana kwa sahihi. Inna Allah sami'un basir. Bibi Aisha anasema wallahi yule bibi kaja ananong'ona habari ya nyumbani kwake, mimi nilikuwa sijui anasema nini. Ilipoteremka aya hii nikajua hii, kumbe alikuwa anazungumza kwa mazito. Sasa kishakuwa mtu mzima kizee taabani, wakati Saidina Omar alikutana na Saidina Omar jiani, akamwambia wewe ulikuwa kabla ya Uislamu kiomari na ndani ya Uislamu kawa Omar, na sasa umekuwa amiri mu'minina, mimi wasia wangu na haki kukupa na kwamba itakillah ya Omar. Walipoona wale baadhi ya maswahaba kutoka nini na kwa harakati kumsikiza huyu, akawaambia huyu kasikilizwa na Mwenyezi Mungu mbinguni bwana. Wallahi mimi kama si sala kunabiwa na kuadhiniwa, nitabaki nimsikilize mwanamke huyu mpaka amalize kiu yake. Labda paisaliwe, labda paadhiniwe, nitaondoka kwanza nikasali, halafu nje tena nimsikilize bibi mkubwa aseme mpaka yeye, kwa sababu Mwenyezi Mungu amemsikia yeye huyu. Kwa hivyo Saidna Omar akasema, kwa hakika msimlaumu kunambia ittaqillah, hivi ndivyo ilivyo, la khaira fina illa nakbala. Sisi kama hatujakubali tamko la kuambiwa mche Mwenyezi Mungu, hakutokuwa na kheri kwetu. Uongozi wetu wa nini sisi kuongoza Waislamu? Sisi Waislamu watambie mche Mwenyezi Mungu, na sisi tukiambiwa tukubali. Wala khaira fikum illa taquluha, na nyinyi Waislamu hamtakuwa na kheri yoyote kama hamkusema jambo hilo kutuambia sisi. Hiyo ndiyo walihukamil muslimina, na nasaha ziwe ni kwa ajili ya viongozi wa Kiislamu, yani bidi'anatihim, kuwasaidia wao ala alhaqi, juu ya kutenda haki, wa taatihim, na kuwasii viongozi hao, lakini kuwasii huko bi ghairi ma'siyatin, ikawa ni katika kuwasii katika jambo ambalo dhahiri ni kumwasi Mwenyezi Mungu, hata hakuna siasa. Kwa sababu Mtume mwenyewe katika uongozi wake anasema la ta'ata li makhluqin, hakuna nafasi ya kutiiwa kiumbe fi ma'siyatil khaliq, katika jambo la kumwasi Muumba. Wanapokwenda katika saa ya Mwenyezi Mungu, basi lazima watiiwe. Wa takwimi i'wijazihim, na kusimamisha kasoro zao. Kila wakenda upande unasimamisha kasoro zao, lakini kwa kwao ni viongozi unasimamisha bil ma'ruf, kwa mambo mema. Natumia uslubu iliyokuwa nzuri, watumie uslubu ya kuwa nasi na kuwa kashifu na hivi na hivi, watumia uslubu nzuri, kwa sababu wao ni viongozi. Unatumia uslubu ya kumtajia kwamba yeye ni kiongozi, ukikateleza kwenda vingine. Halafu wa adami al-khuruj alayhim, na haitakiwi kabisa kutoka katika taa yao, illa isipokuwa utatoka katika taa yao idha dhahara minhum, itapodhihirika kwa wao ma yadullu ala kufrihim, mambo yanayoonyesha waziwazi ukafiri wao, hapo unatoka katika taa yao. Halafu sawa vile vile wa amati yani walifradi muslimina, vile vile nasaha ni kwa ajili ya kila Muislamu mmoja mmoja, wa jamaatihim, na vikundi wawili wawili, kumi, biirshadihim, kwa kuwaongoza Waislamu hao ila ma fihi salahun, katika mambo ambayo ndani yake mna mambo ya kutengelea, mambo ya kupatana, mambo ya kusikilizana, ila ma fihi salahu dunyahum, katika mambo ambayo mna wema wa dunia yao, wa ukhrahum, na akhira yao, wa amrihim bil ma'ruf, na vile vile kuamrisha mambo mema, wa nahihim anil munkari, au viongozi vile vile kukataza mabaya. Hii ni nasaha kwa hakika ni kwa ajili ya kila Muislamu. Hapa Mtume hakumbakisha yoyote kwamba yeye hausiana na kumnasihimu. Kila mmoja anahusika na kumnasihi mwenziwe, na yule mwenye kunasihiwa amelazimishwa lazima akubali nasaha. Hapo ndio dini yake itakubalika. Adinu an-nasiha. Wa bihadha, mwisho na kwa ajili hii nara, tunaona anna hadha alhadith, kwamba hadithi hii aslun adhimun, ni msingi ulio mkubwa fi Islami, ndani ya Uislamu, msingi mkubwa wa Uislamu na saha. Kwa nini? Jamaa kulla khairi,
hadithi hii kwa hakika imekusanya kheri zote. Walidha qala alulama, na kwa ajili hiyo ndiyo maana wakasema wanavyuoni, alaihi madaru islami, juu ya hadithi hii ndio kwenye mzunguko wa gurudumu la Uislamu. Uislamu unazunguka hapo kwa hakika. Hakuna jambo la nasaha, basi dini hakuna tena. Na hapa ndipo Waislamu walipokafirika kwa bahati mbaya, imma hawanasihiani